Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa jina ninaitwa mchungaji Esther Tunda, na ninamshukuru tena Mungu ambaye amenifanya jioni ya leo nikuwe mbele zako. Ninasema jina la Bwana libarikiwe sana. Na bila kwenda mbali, tunawashukuru wote wenye kutufata kwenye vipindi kwenye TV Neno la Uzima. Tunasema Mungu awabariki sana. Na tunawakaribisha tena kwenye TV Neno la Uzima kwa jioni ya leo, ili tuweze kuhimizana na kutiana moyo katika safari ya kwenda mbingu. Na bila kwenda mbali, natoa salamu zangu kwa ndugu, jamaa, marafiki wote wanaonifuata kwa jioni ya leo. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Vile vile ninatoa shukrani zangu kwa watumishi wa Mungu ambao wanaendelea na kutuombea kila siku, ambao wanaendelea na kutusapoti, ambao wanaendelea na kutushauri. Wamefanya kazi ya Mungu kusonga mbele. Watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Msipozimia mioyo, Mungu atawalipa. Basi ndugu mpendwa katika Bwana, karibu kwenye kipindi cha kuhimizana katika safari ya kwenda mbingu, na karibu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamweka ndugu msikilizaji mikononi mwako. Baba, achilia neno la jioni ya leo liweze kuzaa matunda katika maisha yetu ya kiroho kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu mpendwa katika Bwana, bila kwenda mbali, tutafungua Biblia zetu. Tutasoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 30 mstari wake wa kwanza mpaka mstari wake wa pili. Kitabu cha Isaya sura ya 30 mstari wake wa kwanza mpaka mstari wa pili, tutasoma katika jina la Yesu Kristo kama ilivyoandikwa. Inasema hivi: ole wao watoto wa kuasi, Bwana anasema, wanaopokea mashauri lakini hawapati kwangu, wanaofunika na kifuniko lakini si cha roho yangu, wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi, wanaokwenda kutelemkia kwa Misri pasipo kuuliza kinywani mwangu, kujitia nguvu katika nguvu za Farao na kuamini kivuli cha Misri. Amen. Ndugu mpendwa katika Bwana, kitabu ambacho tumetoka kusoma ni kitabu cha nabii Isaya. Na Isaya huyu Mungu alimtumia sana wakati wa Agano la Kale. Isaya alikuwa nabii mkubwa miongoni mwa manabii wakubwa, na Mungu alimtumia sana kuonya wafalme. Mungu alimtumia sana kutabiri kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Mungu alimtumia sana kuhusu ufalme wa Yesu. Kwa hiyo Isaya kwa kweli Mungu alimtumia kwenye viwango vya hali ya juu. Na hapa ambapo tunatoka kusema, wakati ambapo watoto wa Mungu walikuwa wamerudi nyuma, wametenda dhambi, wamefanya maasi makubwa mbele za Mungu, ni hapa Mungu akamtumia nabii Isaya na kumwambia kwamba, ambia kwamba ole wao watoto wa asi wenye kuasi Bwana. Mungu atuhurumie sana. Mungu akamwambia Isaya, uambia kwamba ole wao watoto wa kuasi, Bwana anasema, wanaopokea mashauri lakini hawapati kwangu, wanaofunika na kifuniko lakini si cha roho yangu, wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi. Na ukisoma hapo kwenye sura ya 30, Mungu aliwaonya katika mambo mengi sana. Lakini bila kwenda mbali, ndugu mpendwa, tunasikia neno kubwa ya kwamba Mungu ameonya kwa ajili ya watoto wa asi wenye kuasi Bwana, wanaofuata mashauri lakini sio ya roho ya Mungu, wanaoongeza dhambi juu ya dhambi. Mungu atuhurumie sana. Ndugu mpendwa katika Bwana, somo letu la jioni ya leo tutaenda kuzungumza kuhusu dhambi mbili ambayo Mungu hawezi kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza, neno dhambi ni nini? Neno dhambi ni pale ambapo tunapoasi sheria ya Mungu. Tukiasi sheria ya Mungu ni pale ambapo inatufanya tutende dhambi. Tukienda kinyume na hicho ambacho Mungu ametuagiza ni pale ambapo imetufanya tutende dhambi. Yaani kwa kifupi tukisema dhambi, neno dhambi inamaanisha uasi. Mungu atuhurumie sana. Kumbuka kwamba hapo mwanzo Mungu alipoumba Adamu na Hawa, Mungu akawekea matunda mbili, akamwambia kwamba hii mkikula mtakufa, na hii tunda ni ya uzima, na hii mkikula ni ya mauti. Lakini Adamu na Eva kwa kuasi hiyo sauti ya Mungu,
aliyekuwa wa kwanza kutumia hiyo tunda alikuwa ni mwanamke, baada ya mwanamke kudanganywa na nyoka. Na mume wake alipofika akampa naye akakula, na pale waliasi Mungu, waliasi hiyo sheria ya Mungu ambayo Mungu alikuwa amewaagiza, na hapo dhambi ikaonekana kuingia duniani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini jambo linalonishangaza kwa huruma kubwa za Mungu, baada ya kufanya dhambi walijikuta wamekuwa uchi mno, lakini Mungu wa rehema aliwavika tena. Na yule Mungu kuwavika ilionyesha rehema kubwa za Mungu. Ndugu mpendwa katika Bwana, Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Mungu anahurumia kila wakati na kila dakika. Haijalishi ya kwamba tumefanya nini, Mungu anatuhurumia. Mungu ni Mungu wa rehema. Mungu anatupenda upendo mkubwa mno kulikoni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pamoja na rehema za Mungu na rehema zake Mungu wetu ni za milele, ninataka nikukumbushe jambo mbili jioni ya leo. Kuna dhambi kubwa mbili ambayo Mungu hawezi kusamehe. Mungu atuhurumie sana. Kuna dhambi kubwa mbili ambayo Mungu hawezi kutusamehe. Dhambi ya kwanza ambayo Mungu hawezi kutusamehe, usiposamehe mwenzako, Mungu hawezi kukusamehe. Kwa jumla, tusiposamehe wenzetu, Mungu hawezi kutusamehe. Dhambi ya pili ambayo Mungu hawezi kusamehe, nayo ni dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapokufuru Roho Mtakatifu, Mungu hawezi kutusamehe. Wala ukikufuru Roho Mtakatifu, Mungu hawezi kukusamehe. Ndugu mpendwa katika Bwana, tujihadhari sana na kutenda dhambi zote, hasa zaidi hizi dhambi mbili ambazo zimeongelewa jioni ya leo: dhambi ya kutokusamehe, dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Mungu mwenyewe ameshuhudia, anasema ya kwamba dhambi hizi mbili kamwe Mungu hawezi kuzisamehe. Mungu atuhurumie sana. Tunaenda kwenye dhambi ya kwanza ambayo Mungu hawezi kusamehe. Nao tutasoma kwenye kitabu cha Mathayo. Tutasoma kwenye kitabu cha Mathayo sura yake ya 6. Tutaenda kusoma ule mstari wake wa 14 mpaka mstari wake wa 15. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inasema hivi: kwa sababu kama ninyi munasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi vile vile. Lakini kama ninyi hamsamehe watu makosa yao, Baba yenu hatawasamehe makosa yenu vile vile. Amen. Mungu atuhurumie sana. Ndugu mpendwa katika Bwana, hapa Yesu amesisitiza sana wakati alikuwa akifundisha wanafunzi wake jinsi wanaweza kusali na aidha jinsi wanaweza kusali. Akawaambia kwamba mnaposali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama vile tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindwa katika majaribu, lakini utuokoe na majaribu ya ule mwovu Shetani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hapa ndipo Yesu akasisitiza, akasema ya kwamba baada ya kuwafundisha kusali, baada ya kuwafundisha kuomba, akasisitiza akawaambia ya kwamba nyinyi mkisamehe watu makosa yao, ndipo Mungu anaweza kuwasamehe. Na msiposamehe watu makosa yao, Mungu hawezi kuwasamehe. Mungu atuhurumie sana. Ndugu mpendwa katika Bwana, katika ulimwengu wa sasa, Shetani amefunga watu wengi katika hali ya kutokusamehe. Shetani amefunga walio wengi katika hali ya kutokuhurumia. Ndugu yangu, ujue ya kwamba usiposamehe, Mungu hawezi kusamehe. Na ndio maana unakutana walio wengi kila leo shida na matatizo zimewapata katika maisha yao, kwa sababu tukifanya dhambi tunapungukiwa na utukufu wa Mungu. Na hii dhambi ya kutokusamehe imefunga walio wengi,
imefanya walio wengi kupungukiwa na utukufu wa Mungu bila kujua. Inawezekana unaweza kuwa wewe ni mhubiri, inawezekana unaweza kuwa wewe ni muombaji, inawezekana unaweza kuwa wewe ni nabii, inawezekana unaweza kuwa ni mchungaji, inawezekana unaweza kuwa ni Mkristo ambao umeamini, inawezekana unaweza kuwa hata haujaamini huyo Yesu Kristo. Lakini nataka nikwambie ukweli wa mambo, ndugu yangu mpendwa katika Bwana, ujue ya kwamba kabla haujajua kusamehe watu makosa yao, ujue kwamba Mungu hawezi kukusamehe. Watu wanaosamehewa ni wale watu ambao wamejua kusamehe wengine. Hebu kumbuka, tangu umezaliwa ni makosa ngapi ambao umefanya mbele za Mungu? Ni dhambi ngapi ambao umefanya mbele za Mungu? Lakini Yesu kwa ajili ya huruma na upendo wa ajabu, kila wakati anaendelea na kukusamehe, kila wakati anaendelea na kutuhurumia. Ndio maana Mungu akasema ya kwamba usiposamehe hautasamehewa, kwa sababu yeye Mungu anatuonesha ule upendo wake wa kutuhurumia kila wakati. Kila wakati Mungu anaturehemu, hata kama dhambi zikuwa nyekundu kama vile damu. Tukienda tu mbele za Mungu na tunakiri na tunaomboleza, hapo hapo Mungu wetu anatusamehe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka nikukumbushe hili jambo, ndugu mpendwa katika Bwana. Leo ninakutangazia kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana moyoni mwako bado unafungwa. Mtu alikukosea tangu mwaka jana, miaka 2 iliyopita, mwezi iliyopita, siku 3 iliyopita, siku 2 zilizopita, lakini mpaka sasa unayafunga moyoni mwako. Hiyo inaweza kuwa mojawapo ya kutoa katika utukufu wa Mungu. Mungu atuhurumie sana. Biblia inatuambia kwamba jioni isienee bado tukingali na hasira katika mioyo yetu. Je, ndugu mpendwa, uko na hiyo hali ya kuachilia? Uko na hiyo hali ya kusamehe? Mungu ameniambia nikukumbushe jioni ya leo, ni wajibu wako mimi na wewe tuweze kusamehe, kwa sababu tusiposamehe Mungu hawezi kutuhurumia. Ndugu mpendwa, hili ni dhambi kubwa ya kutokusamehe. Biblia nasema usiposamehe Mungu hawezi kusamehe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaenda kwenye dhambi ya pili ambao Mungu hawezi kusamehe, nao ni dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Watu wengi sana wamesumbuliwa katika dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tunaenda kusoma kwenye kitabu cha Mathayo, wala Injili ya Mathayo sura 12. Tutasoma ule mstari wake, tutasoma mstari wake wa 31 mpaka 32. Inasema hivi. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Mathayo 12 mstari wake wa 31 mpaka 32 inasema hivi. Kwa hivi ninawaambia ninyi, kila dhambi na kila tukano watu watasamehewa, lakini kwa kutukana Roho hawatasamehewa. Na kila mtu atakayesema neno juu ya Mwana wa watu atasamehewa, lakini mtu yote anayesema juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa, wala katika ulimwengu wa sasa wala katika ule unaokuja. Amen. Mungu atuhurumie sana. Ndugu mpendwa katika Bwana, hatutaenda mbali sana kwa ajili ya kuomba muda wetu, lakini umejisikilia mwenyewe gisi Yesu mwenyewe anavyosema, Mungu mwenyewe anavyosema. Anasema ya kwamba dhambi zote zinaweza kusamehewa, lakini dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu kama haiwezi kusamehewa tangu sasa na hata kizazi kijajo. Mungu atuhurumie sana. Watu wengi sana shetani amewasumbua kwa njia hii ya kuweza kukufuru Roho Mtakatifu, na inawezekana wewe unakufuru Roho wa Mungu bila kujua. Kukufuru Roho wa Mungu ni nini? Kufuru wa Mungu ni kupinga zile nguvu za Mungu, zile nguvu tendaji za Mungu. Unapopinga hizo nguvu tendaji za Mungu, jua ya kwamba ndugu, umekufuru Roho Mtakatifu. Na neno linasema dhambi hii kama haitasamehewa. Walio wengi shetani amewaiba damu
Mtakatifu. Unakutana shetani anatumia wengi kwa ajili ya kutukana watoto wa Mungu ambao wako kwenye kazi za Mungu. Jua ya kwamba Mungu anapoweka watu wake ndani ya kazi zake, ina maana Roho Mtakatifu anawatumia kwa kufanya kazi zake. Roho wa Mungu iko ndani yao, anawasaidia na kuwaongoza kufanya kazi zake. Sasa ndugu, unapotukana zile kazi ambazo watoto wa Mungu wanazozifanya, ujue kwamba unakufuru Roho Mtakatifu. Unapodharau zile kazi ambazo watu wa Mungu wanazifanya katika zile nguvu tendaji za Mungu, ujue ya kwamba unakufuru Roho Mtakatifu. Ndugu, kukufuru Roho Mtakatifu iko dhambi kubwa, kwa sababu Mungu anasema hawezi kuisamehe kamwe. Hebu fikiria, angalia kazi Mungu amezifanya. Kwa neno Mungu ameumba mbingu na nchi. Kwa neno Mungu ameumba majani, samaki, vinginevyo, wanyama na mengine, ndege wa anga. Tofauti na mwanadamu ambaye Mungu amemuumba kwa mikono yake, amemchora kwa mikono yake. Sasa ndugu mpendwa, hizo kazi zote ambazo Mungu alizozifanya zinatuonesha nguvu tendaji za Mungu. Wewe ni nani ambaye unaweza kusimama na kupingana na nguvu tendaji za Mungu? Mungu atuhurumie sana. Hili dhambi Mungu anasema hawezi kulisamehe. Istoshi, Wakristo wengi wameanguka katika dhambi hii ya kukufuru Mtakatifu. Watumishi wa Mungu wengi wameanguka katika hii dhambi ya kukufuru Mtakatifu. Ndugu yangu mtumishi wa Mungu, unapopingana na utumishi ulio ndani ya mwingine, umepingana na yule Mungu ambaye ameweka utumishi ndani yake. Mungu atuhurumie sana. Ndugu mtumishi wa Mungu, endapo ukiona mwenzako mtumishi wa Mungu ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kazi yangu mimi na wewe ni kumuombea huyo ambaye ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu atuhurumie sana. Lakini Mungu anapomtumia, sasa wewe unaanza kufanya mbinu ya kupingana na zile kazi ambazo Mungu anamtumia. Unaanza kufanya mbinu ya kuharibu ile huduma ambayo Mungu ameweka ndani yake. Unaanza kufanya mbinu ya kuharibu hata jina lake. Unapingana na Roho wa Mungu anayemtumia. Na unapokufuru huyo Roho wa Mungu, Mungu hawezi kusamehe. Na Wakristo kama hawa ndio wale ambao tayari Roho wa toba hayumo tena, kwa sababu hana nguvu za Mungu. Amekalia kazi yake kuhukumu. Ni Wakristo kama hawa, wakati mhubiri anasimama madhabahuni, ndio wale wa kwanza kupinga neno la Mungu. Ndio wale wa kwanza kudharau neno la Mungu. Ndugu mpendwa katika Bwana, ujue kwamba dhambi kama hii ni dhambi kubwa sana mbele ya Mungu. Wala Mungu hata linyamazia, na Mungu anasema hata lisamehe kamwe hii dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. Ndugu mpendwa katika Bwana, sijakwambia kwamba dhambi zote ni nzuri. Dhambi zote ni mbaya, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini ili dhambi mbili, dhambi ya kutokusamehe, dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu, ni dhambi kubwa mbili ambazo Mungu ameshuhudia kwamba hawezi kuzisamehe kamwe. Ndugu mpendwa katika Bwana, jiangalie katika maisha yako ya kiroho. Leo ni siku yako ya kusamehe. Inawezekana mengi ulikuwa nayaweka moyoni mwako. Samehe, kwa sababu usiposamehe Mungu hatakusamehe. Kama ulikuwa na tabia ya kukufuru Roho Mtakatifu, kupingana na kazi za Mungu, kupingana na huduma za Mungu, kuleta vikwazo juu ya watoto wa Mungu, kuleta vikwazo juu ya kanisa la Mungu, kuleta vikwazo juu ya wahubiri, kutukana wachungaji, kudharau waamini. Ndugu mpendwa katika Bwana, Mungu ameniambia nikuonye kwamba hili ni dhambi kubwa ambalo Mungu hawezi kulisamehe. Lakini ninakutarajia, kama ulikuwa katika hiyo hali, tangu sasa ninakutakia acha hiyo hali, kwa sababu ni dhambi kubwa mno ambayo Mungu hataisamehe. Na sitaacha kukumbusha jambo moja, jua kwamba Yesu anakuja na ujira wake mikononi, kulipa kila mtu kadiri ya kazi zake. Ndugu mpendwa katika Bwana, je, Yesu akikuja leo itakuwaje? Hilo ni swali kwako.
Na bila kwenda mbali, ninakukaribisha tena kwenye TV Neno la Uzima, kwenye kipindi cha kuhimizana katika safari ya kwenda mbingu, na kwa jina naitwa mchungaji Esther Tunda. Tafadhali sana ndugu mpendwa, ninakupatia kazi katika haya mambo mawili. Endapo ukiwa na swali kwa ajili ya hilo, endea watumishi wa Mungu, zaidi umwendee mchungaji wako. Kama ulikuwa na jambo la kutokusamehe, nenda kwa mchungaji wako, atakupa tunzo la nafsi. Vile vile unaweza, kama labda ulikuwa unakufuru Roho Mtakatifu kila wakati, uende kwa mchungaji wako, atakufundisha jinsi Mkristo anaweza kutembea pamoja na Roho Mtakatifu. Jua ya kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Kanisa ni Wakristo wote waliomwamini Yesu Kristo, ndo kanisa la Mungu. Kwa hiyo tusiwe watu wenye kutukanana, tusiwe watu wenye kuziakiana, tusiwe watu wenye kuneneana mabaya, kwa sababu tunapofanya hivyo tumesaliti mwili wa Kristo, tumekufuru Roho Mtakatifu, na hiyo dhambi ni kubwa. Ndugu mpendwa, ninakupatia kazi, nakupa devoir, nakupa homework. Tafadhali sana nenda ukamuone mchungaji wako, atakusaidia zaidi kuliko haya. Ndugu zangu wachungaji, shika hili somo sana na kuweza kulifundisha Wakristo. Chukueni mafundisho sana, kufundisha Wakristo juu ya msamaha na kufundisha Wakristo juu ya kukufuru Mtakatifu. Hii ilikuwa ni mahubiri machache ambayo Mungu ametaka nikukumbushe leo kwenye TV Neno la Uzima. Karibu tena kwenye kipindi cha kuhimizana katika safari ya kwenda mbingu, na kwa jina naitwa mchungaji Esther Tunda. Karibu kwa maombi. Katika jina la Yesu Kristo, ninamwombea ndugu yangu msikilizaji, ninamwombea ufungulivu, mupe roho ya kusamehe, mupe roho ya kuheshimu, roho ya utambuzi, na roho ya kuweza kunyenyekea, roho ya kusapoti kazi zako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zaidi ya yote, mupe roho ya kuweza kuwa karibu na mchungaji wake, mupe roho ya kuweza kukolaborani na mchungaji wake, mupe roho anapokuwa na maswali aweze kumuuliza mchungaji wake ili aweze kupata maswali zaidi. Katika jina la Yesu Kristo nikimwombea ndugu msikilizaji, ninaamini ya kwamba amesikia na amepokea, na ninaamini ya kwamba wachungaji watapiga hatua ya kufundisha watu kuhusu kukufuru Roho Mtakatifu na kuhusu kusamehe. Ninaamini ya kwamba watu nao watatembelea wachungaji ili waweze kupata msaada zaidi. Baba, ninaacha mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu mpendwa, karibu tena kwenye TV Neno la Uzima, kwenye kipindi cha kuhimizana katika safari ya kwenda mbingu. Mungu akitujalia tutaonana tena. Bye.